السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बाज़ लोग समझते हैं कि दीन और मज़हब उनकी आज़ादी को सल्ब करता है और उन पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। यानी दीन की तालीम में तुम पर कोई भी तंगी का पहलू नहीं डाला गया, बल्कि शरीयत की गरज। Rahmani Rahim Alifa mtukufu Yadahullah Taala Ibn Aziz anasema watu wengine wanadhani kwamba dini inayanganya haki zao na dini inaweka marufuku mengi sana juu yao, lakini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu anasema wama ja'ala alaykum fid dini min haraj. Yani katika mafundisho ya dini nyinyi hamkulazimishwa, bali lengo la sheria ni kupungua mzigo wa wanadamu. Tena si hii tu, bali lengo lake ni kusalimisha katika hatari za kila aina. Basi katika kauli hii ya Mwenyezi Mungu imewekwa wazi kwamba dini tukufu ya Islam ambayo ililetwa kwa ajili yenu, katika dini hii hakuna amri yoyote inayoweza kuwatia katika shida, bali katika kuanzia katika amri ndogo hata katika mpaka amri kubwa, kila amri ni sababu ya kuleta rehema na baraka kwa ajili yenu. Basi mtu fikra zake si sahihi, maneno ya Mwenyezi Mungu hayawezi kuwa ya aina hii ambayo yanaweza kumdhuru mtu. Ikiwa sisi hatufuati amri za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii sisi tutajitia katika hasara. Ikiwa mwanadamu hatatumia akili yake katika hali hii, shetani ambaye tangu siku ya kwanza ameahidi kwamba mimi nitapoteza wanadamu na kwa kufanya hivi nitawadhuru, yule shetani anaangusha wanadamu katika shimo la mangamio. Basi ikiwa tunataka kusalimika katika shambulio la shetani, basi tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu.
baadhi wakati mambo mengine yanaonekana ni madogo sana, lakini sawa na wakati kwa sababu ya kudhani kwamba mambo haya ni madogo sana, matokeo yake yanakuwa mabaya sana. नांगाम हो रहा है। Basi mwaminio तो उनकी निशानी ये है hatakiwi adharau amri yoyote ya Mwenyezi Mungu. Siku hizi tunaona kwamba wengi wa dunia wameenda mbali na dini. हमारे बच्चों Hii ni kwa sababu ya hii kwamba भी रहते हैं इनके साथ, और कुछ हद तक kwa sababu kipimo chao cha kuona uzuri na uovu kimebadilika. जब जवानी Kwa mfano katika dhama hii tunaona kwa jina la uhuru na kwa jina la fashion के इस्लाम में पर्दा क्यों जरूरी tupu inaendelea kuenea sana katika wanaume na wanawake. है। जीन और ब्लाउज पहनकर Na uhuru wanasema kwamba ni hii kwamba uovu ufanywe kwa kidhahiri, na watu hawa hawana haya hata kidogo, हम यहाँ na ni dhahiri kwamba athari yake inapatikana juu ya watoto wetu, wasichana na watoto ambao wanaishi pamoja na watu hawa, na kwa kiasi fulani athari yake inapatikana juu ya watoto wetu. Wasichana wetu wanapoingia katika umri wao wa ujana, wanasema wananiandikia kwamba katika Islam kwa nini tumelazimishwa kwamba tufanye hijabu, kwa nini haturuhusiwi kuwa jin au mawazi ya aina fulani na kisha tutoke nje bila kuwa baibui au hijabu. Kwa nini wasichana wetu hawawezi kuwai mawazi sawa na wanawake wa Kiulaya? Hazur anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba ikiwa tunataka kubaki juu ya dini, basi katika hali hii tunalazimika kufuata amri zote za dini. Ikiwa sisi tunatangaza kwamba sisi ni Waislamu na sisi tunafuata dini yetu, basi tunalazimika kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. अपनी हया को ख़त्म कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि ये दीन से भी Tunalazimika kufuata amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema haya ni sehemu ya imani, yani kuwa na haya ni sehemu ya imani. Basi kuwa mawazi yenye haya na hijabu ni muhimu sana kwa ajili ya kuokoa imani yetu na kusalimisha imani yetu. को दुनिया पर मुकदम करने का Nchi hizi za maendeleo kwa jina la uhuru और ये मुकदम रखना zinaendelea kuondoa haya yao. दीन की तालीम के मुताबिक Sababu yake ni hii kwamba hawa watu wameenda mbali na dini, hawafuati dini, ndiyo maana hawana haya. Basi msichana ambaye ni mwanajumuiya amempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, yeye ameahidi kwamba nitatanguliza dini juu ya mambo yote ya dunia. Kijana wa Kiahmadiyya ambaye amempokea Sayyidina alayhi salam mtu, na kina mama ambaye amempokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, yeye लेकिन ये हरगिज मुनासिब नहीं। aliahidi kwamba yeye atatanguliza dini juu ya dunia, na kutanguliza dini itakuwa जिन ममालिक wakati sisi tutaishi sawa na mafundisho ya dini. की अखलाकी हालत Hazur anasema kwamba hii ni bahati yetu nzuri kwamba Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam alituelezea mambo yote wazi wazi उनकी इफ़्फ़त और पाक दामनी बढ़ गई है, kuhusu kutokuwa hijabu. गलती पर है Sayyidna Ahmad alayhi salatu wassalam ameandika कि जब मर्द और औरत जवान हों watu wanasisitiza kwamba wanawake wasiwae hijabu kama nchi za Ulaya zinafanya, lakini hii si sahihi. Uhuru huu ni sababu ya ufasiki na ufisadi. हो जाना, Nchi ambapo uhuru hii inapatikana, angalieni hali ya hulka zao ikoje. पर्दे में बेइज़्ज़ालियाँ होती हैं और फिस्को फुजूर, Ikiwa kwa sababu ya uhuru huu तो आज़ादी में क्या wao wamezidi katika utakaso, basi tutakubali kwamba sisi tumekosea. इस तरह बेलुगाम Lakini jambo hili ni wazi sana kwamba mwanamke na mwanamume wanapoingia katika umri wa ujane na wao hawana hijabu, basi mahusiano yao yatakuwa yenye hatari sana. की अखलाकी हालत दुरुस्त करो।
kushindwa kwa tamaa ya nafsi ni mwenendo wa mwanadamu. Kisha kutokuwa na hijabu, ufasiki unapatikana, ufisadi unapatikana. Basi ikiwa wao wanapewa uhuru, hali yao itakuwaje? Angalieni hali ya wanaume kwamba wao wamekuwa na tabia aina gani. Wao hawana hofu ya Mungu, hawana hofu ya akhira. Wao wanaona kwamba starehe ya dunia ni lengo lao. Basi ni muhimu kwamba kabla ya uhuru huu hulka za wanadamu za wanaume ziboreshwe. Ikiwa hulka hizi zinaboreshwa na wanaume wanakuwa na uwezo wa kujikimu na kujizuia, basi katika hali hii muanze mjadala huu kwamba hijabu ni lazima, ni muhimu au la. Pengine katika hali hii ya siku hizi kusisitiza kwamba wasiwae hijabu ni sawa sawa na mfano huu kwamba mbuzi atupwe mbele ya simba. Hawa watu hawafikiri angalau watumie akili yao kwamba je, wanaume wamerekebika kiasi hiki kwamba wanawake wasiwae hijabu mbele yao? Hazur anasema katika jamii ya siku hizi, mazingira ya siku hizi, maovu yanayoonekana maovu haya yanathibitisha kila neno la Sayyidina alayhi salatu wasalam. Basi kila msichana wa Kiahmadia, kijana na mwanamume, anatakiwa aboreshe hulka zake na anatakiwa aipukane na uchafu wa mazingira, badala ya kujiona kwamba kwa nini sisi tunavaa hijabu, kwa nini haturuhusiwi kuwa blouse na tight jean. Wazazi, na hasusan hili ni jukumu la kina mama, kwamba katika utoto wa watoto wafundishe kuhusu mafundisho ya tukufu ya Islam, na vile vile waeleze kuhusu maovu ya mazingira. Ndipo vizazi wetu vinaweza kubaki juu ya dini na wanaweza kusalimika katika sumu ya mazingira. Baada ya kukaa katika nchi hizi, wazazi wanalazimika wahakikishe watoto wao wanafuata dini, na kuhusu hii wanatakiwa wafanye jihadi sana. Na kwa ajili ya kazi hii kwanza wanatakiwa wawe na mifano yao mbele ya watoto. Hivyo ndivyo hivi karibuni msichana mmoja aliniandikia barua kwamba mimi nimesoma sana na mimi nategemea nitapata kibarua nzuri sana katika benki. Nataka kuuliza kwamba ikiwa kule katika benki kuna marufuku kwamba nisivae hijabu na nisiweze kuvaa hata koti kubwa, je, mimi naruhusiwa kufanya kazi ile, kibarua ile? Nikitoka nje katika benki basi nitavaa hijabu, lakini ndani mimi labda sitavaa. Nilisikia ulisema kwamba wasichana wanafanya kazi mahali ambapo wanafanya kazi wao wanaweza kuvua hijabu yao na koti yao na wanaweza kufanya kazi. Huzuri anasema huyu msichana huyu ana mema kiasi hiki kwamba amesema ikiwa utanizuia mimi sitafanya kazi kule. Hazuru anasema kwamba jambo la kwanza ni kwamba ikiwa mimi nilisema kwa sababu wasichana wengi wananiuliza, nilisema madaktari wakati fulani au katika hali fulani wanalazimika kuvua hijabu kwa sababu kwa kuvaa hijabu hawawezi kufanya kazi. Kwa mfano wakati wa upasuaji kule wanavaa mavazi ya aina hii kwamba wanavaa kofia kichwani, vile vile wanavaa mask na vile vile wanavaa mavazi tofauti. Na ikiwa hali hii haipatikani, madaktari wanaweza kufanya kazi katika hijabu. Dr. Famida alikuwa akiwa hijabu wakati wa kufanya kazi. Dr. Nusrat Jahan pia alikuwa akiwa hijabu wakati wa kufanya kazi. Yeye alipata mafundisho hapa katika nchi hii, na kila mwaka yeye alikuwa akija hapa kila mwaka ili apate
elimu zaidi, lakini daima alikuwa akiwa hijabu. Hata yeye alikuwa akiwa hijabu vizuri sana. Hakuna yeyote ambaye alileta malalamiko dhidi yake, wala haikupatikana tofauti katika umahiri wake, katika ujuzi wake, kwa sababu kuwa hijabu. Kwa kuwa hijabu yeye amefanya upasuaji pia. Ikiwa mtu anakuwa na nia safi, basi anapata njia mbalimbali za kufuata dini. Hivyo ndivyo nilisema wale wanafanya utafiti na research, kwamba ikiwa kuna msichana ambaye anafanya research na katika laboratory analazimika kuwa mavazi ya aina fulani sawa na hali ya kule, yeye anaweza kuwa mavazi ya aina ile kwa sababu ya kazi ile, hata kama kule hawai hijabu, kwa sababu kule pia wasichana wanavaa kofia. Lakini mara baada ya kutoka katika kazi wanatakiwa wae hijabu sawa na amri ya Islam. Kazi ya benki si ya aina hii ambayo kwa kufanya kazi hii mtu anatoa huduma kwa ajili ya binadamu. Kwa hivyo hatuwezi kuwaruhusu wasichana kwamba wao wasiwae hijabu wakati wa kufanya kazi katika benki. Na hususan kule katika benki wao wanavaa mavazi ya kisasa na vile vile wanafanya makeup pia. Kwa hatuwezi kuruhusu kwamba wao wasiwae hijabu. Basi inatakiwa ikumbukwe kwamba kwa ajili ya haya ni lazima hijabu itumiwe. Na mavazi mazuri yenye hijabu ni dalili ya haya. Ikiwa sisi tunatoa ruhusa kwamba wasichana wasiwae hijabu, basi wao watatafuta udhuru mbalimbali na wataanza kufuata mazingira ya hapa, na tayari maovu yanaendelea kuzidi sana katika jamii hii ya mazingira haya, na dunia tayari inasisitiza sana kwamba namna gani wale watu ambao wanafuata dini zao, hususan wao ni Waislamu, namna gani sisi tunaweza kuwateleza katika dini yao na kuwapoteza. Katika Switzerland msichana mmoja alifanya kesi kwamba mimi siwezi kuogelea pamoja na vijana, shule inanilazimisha kwamba mimi lazima niogelee pamoja na vijana, nipewe ruhusa kwamba mimi pamoja na wasichana nifanye swimming, niogelee. Human rights ambao wanadai kwamba wanazingatia sana haki za watu, wao wakasema kwamba ikiwa unataka kufanya swimming pamoja na wasichana ni sawa, hii ni haki yako, lakini hii si ishu kubwa kiasi hiki kwamba uamuzi utolewe katika haki yako. Ikiwa kulikuwa swali la haya ya mwanamke na swali la mafundisho ya Islam, kule pia wanaanza kutafuta udhuru. Basi katika hali hii wasichana na wakiahmadia wanatakiwa wawe waangalifu zaidi. Ikiwa shuleni kwa ajili ya watoto wadogo swimming ni lazima, katika hali hii wasichana wawae mavazi mazuri ambayo inaitwa bikini. Lakini hii ruhusa ni kwa ajili ya wasichana ambao ni wadogo, ili wao wasichana pia wajue kwamba siku za usoni watavaa mavazi ya haya. Wazazi pia wajaribu kuwaelimisha watoto wao kwamba vijana na wasichana wao wawe na swimming tofauti na katika sehemu tofauti. Wale ambao ni dhidi ya Islam wanafanya juhudi sana kwamba Waislamu wasifuate mafundisho ya dini yao. Kwa ajili hii wanafanya juhudi sana. Hawa watu wapo katika juhudi katika juhudi hii kwamba kwa jina la uhuru mafundisho haya yafutwe kiasi hiki kwamba lawama isije juu yao kwamba sisi tunawalazimisha Waislamu kwamba wasifuate dini zao, na hivi wataonekana kwamba ni watu wanaotusaidia.
hawa watu sawa na tabia ya shetani wanashambulia dini kwa kutumia njia inaonekana ni nzuri. Tunatakiwa tukumbuke katika zama hizi kwa ajili ya kuisha dini tukufu ya Islam, jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam imepewa jukumu hili la kuisha dini tukufu ya Islam. Na kwa ajili ya kazi hii tunalazimika kufanya juhudi sana, na tunalazimika kupata usumbufu pia katika njia hii. Sisi hatutapigana na watu, lakini kwa hekima tutafanya kazi zetu. Ikiwa leo tunakubali leo amri yao ambayo inahusika na dini yetu, basi katika hali hii polepole wataendelea kupiga marufuku juu ya mafundisho yetu ya dini. Tunatakiwa tufanye maombi sana kwamba Mwenyezi Mungu atupatie uwezo wa kusimama dhidi ya fikra hizi za shetani, na vile vile atusaidie pia. Ikiwa sisi tupo juu ya ukweli, na bila shaka sisi tupo juu ya ukweli, basi siku moja sisi tutafaulu. Na mafundisho ya dini tukufu ya Islam yatapata ushindi juu ya dunia. Sayyidina alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba ukweli unakuwa na ushujaa, na mtu ambaye ni muongo yeye anakuwa mwoga sana. Yule ambaye anafanya dhambi yeye anaogopa kila wakati, na yeye hawezi kusimama kwa imara, na yeye hawezi kuwa sawa na mtu mkweli ambaye anasimama kwa ushujaa, na yeye hawezi kuthibitisha utakaso wake. Basi angalieni mambo ya dunia, ni nani ambaye yeye amepewa uwezo lakini yeye hana husuda? Kwa kupata uwezo na utajiri wanakuwa na husuda, na hii ndiyo ni hali ya mambo ya dini pia. Shetani pia ni mdui wa kurekebisha hali. Basi mtu anatakiwa mambo yake yawe safi, na vile vile mambo yake yawe safi na Mwenyezi Mungu, amridhishe Mwenyezi Mungu, kisha asiogope kwa mtu yeyote wala asijali mtu yeyote. Yeye aepukane na mambo ambayo yanaweza kuwa adhabu kwa ajili yake. Lakini hayo yote hayawezi kuwa bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Juhudi ya mtu haiwezi kufanya kitu chochote mpaka fadhila za Mwenyezi Mungu zisipatikane. Khuliqal insanu dhaifa, mwanadamu ni mdhaifu sana, yeye anafanya makosa sana, amezingirwa na shida za aina mbalimbali. Basi inatakiwa dua ifanywe, Mungu atupatie uwezo wa kufanya mema, na yeye atupatie fadhila zake. Basi Hazur anasema pamoja na maombi tutajaribu kuelimisha dunia hii. Kwa ajili ya hii tunatakiwa tujenge mahusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Tunatakiwa tukumbuke kwamba dini zingine si kwa ajili ya milele na milele. Dini zingine zilikuja kwa wakati wao, na dini zile zilitimiza mahitaji ya wakati wao, kisha baadaye zilikwisha. Ndipo katika vitabu vya dini mambo mengi yameongezwa na yamepunguzwa na mabadiliko yamefanywa, lakini Islam ni dini ambayo ilikuja kwa ajili ya kubaki kwa milele na milele. Mafundisho ya dini tukufu ya Islam ni mpaka siku ya Kiyama. Ndiyo maana bila kuwa na hofu yoyote na tunatakiwa tufuate mafundisho yetu, na tunatakiwa tubaki juu ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na vile vile tuwaambie wengine pia, yoyote mnayosema mambo haya yote ni kinyume na ridhaa ya Mwenyezi Mungu na amri ya Mwenyezi Mungu, na vile vile mambo haya yatatupeleka katika shimo la maangamio. Islam si dini
ambayo inampatia inapiga marufuku juu ya mwanadamu bila kuwa na sababu yoyote, bali Mungu ametupatia ruhusa pia. Kwa mfano kuna madaktari na kule kwa mfano kuna wagonjwa wengine kule baadhi wakati hawawezi kuvaa hijabu kuondoa madhara ya mtu, na lengo la kwanza ni kwamba kusalimisha uhai wa mtu. Ndio maana katika istirar imetolewa ruhusa ya kula nyama ya nguruwe, lakini hii amri ni kwa ajili ya kuokoa maisha tu peke yake. Vile vile katika madawa alcohol, pombe pia inatumiwa, lakini jinsi hawa wanataka kutuelekeza na kutuelekeza, lengo lao ni kwamba mafundisho ya dini yaishwe na dini isipatikane tena duniani. Basi ni sisi wanajumuiya ambao tutafanya jihadi dhidi ya nia yao hii na lengo lao hili, na hii tunaweza kufanya ikiwa sisi tutakapotanguliza mafundisho ya dini tukufu ya Islam na tutainama mbele ya Mwenyezi Mungu ili kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tupate ushindi. Wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam hakuna jihadi ya upanga, bali kurekebisha nafsi, hii ndiyo ni jihadi. Katika nchi hizi za maendeleo, Waislamu wanaoishi katika nchi hizi za maendeleo hususan na Waislamu wanajumuia Waislamu wa Ahmadiyya na wahutubia kwamba hawa wote wanatakiwa walinde nchi yao, na vile vile kwa ajili ya maendeleo ya nchi wafanye juhudi sana. Hali hii itakapopatikana, basi wale ambao wana mawazo ya shetani hawatakuwa na neno. Wao watalazimika kusema kwamba mafundisho ya dini tukufu ya Islam yanatupeleka katika maendeleo ya nchi yetu, na sisi tutawahakikishia hawa watu kwamba sisi, ikiwa sisi tunajilazimisha kuhusu mambo kadhaa kwa sababu ya dini, basi katika hali hii hakuna jukumu la serikali kwamba liingilie katika mambo yetu ya dini. Kwa sababu ya hii utulivu utakosekana. Wenyeji na wahamiaji hawatapatana katika hali hii, ingawa hawa waliohamia hapa walihamia tangu zamani sana. Lakini kama kuna mtu ambaye anaenda kinyume na sheria za nchi na inaeneza uvongo na chuki katika serikali, basi katika hali serikali pia ina haki kwamba ikamate watu wa aina hii. Lakini serikali haina haki kwamba serikali izuie watu katika mafundisho yao ya dini, au ikisema kwamba ikiwa nyinyi hamfuati amri zetu, basi nyinyi hamwezi kuwa sehemu ya nchi hii. Hii si sahihi. Wanajumuiya wanatakiwa wakumbuke kwamba wakati huu ni wakati wa hatari sana. Shetani kwa upande zote anashambulia kwa kutumia uwezo wake wote. Ikiwa Waislamu na hususan Waislamu wanajumuiya, kina mama na kina baba na watoto na vijana, ikiwa hawa wote hawakufuata mafundisho yao ya dini, basi katika hali hii hakuna dhamana yoyote kwamba sisi tutasalimika au tutaokolewa, bali sisi tutakamatwa zaidi na watu wengine. Sayyidina alayhi salatu wasalam alituelimisha, lakini sisi hatukufuata amri na mafundisho ya Islam, basi sisi tunalazimika tujisalimishe
katika hali hii tunatakiwa tufuate mafundisho ya dini tukufu ya Islam bila kuwa na wasiwasi yoyote. Msidhani kwamba maendeleo yanayopatikana katika nchi hizi ni dalili ya uhai wetu au ni dhamana ya uhai wetu, na ikiwa sisi tunafuata maendeleo haya basi tutasalimika. Maendeleo ya mataifa haya yamefika katika hali yake ya juu, na hali ya hulka zao ni za aina hizi kwamba kwa sababu ya hulka hizi maendeleo haya yanaendelea kurudi nyuma na athari yake imeshaanza kupatikana. Hawa wanaita maangamio yao na wanamkasirisha Mwenyezi Mungu. Basi katika hali hii, kwa sababu ya huruma ya binadamu, tunalazimika kuwaongoza katika njia iliyonyoka ili wasalimike, badala ya kushirikiana nao katika mambo haya ya dunia. Ikiwa hawa watu hawakurekebika, na sawa na hali ya siku hizi inaonekana kwamba si rahisi kurekebisha hali yao, basi katika hali hii mataifa ambayo yanafuata hulka njema siku za usoni yataleta maendeleo duniani. Basi kama nilivyosema kwamba sisi na hususan vijana wetu wanatakiwa wasome mafundisho ya Mwenyezi Mungu badala ya kufuata dunia, na badala ya kupata athari ya dunia inatakiwa tuilazimishe dunia hii ianze kutufuata sisi. Kama nilianza hutuba yangu kuhusu hijabu, na kuhusu hii mimi nataka kusema kwa kusikitika sana, watu wengine wanasema kwamba je, kwa ajili ya maendeleo ya Islam na maendeleo ya jumuiya sisi tunalazimika kuwa hijabu tu? Wengine wanasema kwamba mafundisho haya ni mafundisho ya kale ya zamani, hayafai siku hizi. Hazuru anasema ikiwa sisi tunataka wanasema kwamba ikiwa tunataka kupambana na dunia basi tunalazimika kuacha mafundisho haya. Hazuru anasema kwamba iwe wazi juu ya hawa watu kwamba ikiwa sisi hawa wakiendelea kufuata hawa watu na wakiendelea kuishi sawa na maisha yao katika hali hii, badala ya kupambana na dunia, wao wenyewe watajiingiza katika dunia, na polepole sala zao na wema yao itakuwa kwa ajili ya kuonyesha wengine, na polepole hata hii pia itakwisha. Basi hatutakiwi tudharau amri yoyote ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu jambo hili na lenye hofu sana kwa ajili ya maendeleo ya Islam. Kila kitu ni kilichoamrishwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunalazimika kufuata ile amri. Marufuku katika Islam hayakupigwa kwa ajili ya wanaume tu, bali wanaume na wanawake wote wamepewa amri kuhusu hii. Mwenyezi Mungu kwanza aliwaambia wanaume namna gani wanaweza kufanya hijabu. Amesema kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna allaha khabir bima yasnaun. Yani uwaambie waaminio kwamba wao wainamishe macho yao na walinde tupu zao. Jambo hili ni muhimu sana kwa ajili ya utakaso wao, kwa sababu Mungu anajua yote wanayoyafanya. Mwenyezi Mungu aliwaamuru waaminio kwanza kabla ya wanawake kwamba wao wawe na tabia ya kuinamisha macho yao. Hii ni kwa sababu hii kwamba zalika azka lahum, kitu hiki ni muhimu kwa ajili ya utakaso wao. Ikiwa wao hawana uchamungu na utakaso, basi Mungu pia hawezi kupatikana. Basi kabla ya hijabu ya wanawake, Mungu aliwaambia wanaume
kwamba wao wajizuie katika mambo yote yanayoweza kuyaelekeza katika maovu, kuwaona wanawake na kushiriki katika hafla zao na kufanya chat kwa kupitia mitambo ya kisasa. Vitu hivi vinaharibu utakaso mwanadamu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba Mwenyezi Mungu alitupatia mipaka mbalimbali na alitufundisha njia ya adabu na vile vile alitufundisha njia za kufanya vitendo vizuri. Ni yeye ambaye alitupatia masikio na macho na viungo vingine, na alituamuru sana kwamba sisi tulinde vitu hivi. Alisema kulil mu'minina yaghuzzu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum. Yani waambie, yani waaminio wanatakiwa macho yao na masikio yao na vile vile tupu zao walinde na waepukane na mambo yote ya maovu, na hii itasababisha kutakasa mioyo yao na mioyo yao haitafuata tamaa za nafsi, kwa sababu ni viungo hivi vinamlazimisha mtu afanye mambo mabaya. Sasa angalieni, Mwenyezi Mungu ametuamuru sana kuhusu kufuata hijabu, na amesema kwamba tulinde viungo vyetu kama macho na masikio. Kisha kwa kueleza maana ya ghazwe basar, Sayyidina Alayhi Salam amesema kwamba kujisalimisha katika tabia ya kuwaona wanawake, hii inaitwa ghazwe basar katika lugha ya Kiarabu. Yani mtu anafungua macho yake, nusu macho yake, na kisha yeye anajaribu kuipukana na tabia mbaya. Hii ni ghazwe basar. Kila mtu ambaye anataka kutakasa moyo wake, yeye hatakiwi sawa na wanyama aanze kuangalia hapa na pale bila kuwa na kizuizi chochote, bali kwa ajili yake katika maisha ya dunia anatakiwa awe na tabia ya kuinamisha macho yake, na hii ni tabia nzuri ambayo kwa kupitia tabia hii yeye atakuwa na hulka njema na maisha yake ya kidunia pia hayatabadilika, na hii inaitwa ifat, yani utakaso. Kisha sehemu nyingine amesema, Mungu anasema waambie waaminio kwamba wajaribu kuinamisha macho yao kiasi hiki kwamba wasiweze kuona uso wa mwingine waziwazi, na wao wasifungue macho yao kwa ajili ya kuwaona wengine, hata kama kwa nia mbaya, kwa nia safi, kwa sababu wakianza kuwaona wanawake kwa macho wazi, siku moja watapotea, na katika hali hii watapata majaribio na ibtila, na mioyo haiwezi kuwa safi mpaka macho yawe safi, na daraja ya utakaso pia haiwezi kupatikana. Na katika amri hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba tulinde tupu zote zinazoweza kusababisha kufanya maovu. Tupu na masikio na macho, haya yote yapo katika viungo hivi vyote, vinasababisha kuingiza mwanadamu katika maovu. Na Mwenyezi Mungu hakutoa amri hii bila kuwa na sababu yoyote, bali yule ambaye anasoma kwa makini
anaweza kujua mara moja kwamba ikiwa Mungu amesema kwamba msiwaone wanawake wazi wazi, sababu yake ni kwamba ili mtu asijitie katika fitina na asipotee kwa sababu ya tabia hii. Basi haya ni mafundisho kwa ajili ya wanaume. Kwanza wanaume wao walilazimishwa na walipewa amri, kisha baadaye wanawake walipewa amri kwamba ikiwa wanaume wamepewa amri hizi, ninyi pia mnalazimika kuzingatia hijabu yenu. Na katika nchi hizi ambapo maovu yameenea sana, namna gani tunaweza kusema kwamba hakuna haja ya hijabu? Kwa sababu ya kutokuwa na hijabu, maovu yameenea sana katika nchi hizi. Tunalazimika kuepukane na tabia hii ya maovu. Ikiwa wanawake hawaruhusiwi kuogelea pamoja na wanaume, wanaume pia hawaruhusiwi kuogelea pamoja na wanawake. Kwa hiyo marufuku si kwa ajili ya wanawake tu, bali ni kwa ajili ya wanaume pia. Wanaume wamepewa amri kwamba wainamishe macho yao. Kwa kufanya hivi, Islam imehakikisha heshima ya mwanamke. Kwa hiyo kila amri ya Islam ina hekima yake na inaondoa maovu katika jamii. Katika Germany jalsa sanana iliyopita, nilieleza katika hutuba yangu kuhusu tofauti baina ya wanawake na wanaume na kuhusu majukumu yao. Vile vile nilizungumza kuhusu haki za wanawake. Kwa kusikia hutuba yangu, mwanamke mmoja ambaye ni mwenyeji wa Germany, yeye alisikiliza hutuba yangu. Kwa baada ya kusikiliza hutuba yangu akasema kwamba nilikuwa nikidhani kwamba Islam inanyang'anya haki za wanawake, lakini leo kwa kusikia hutuba yako nimejua kwamba Islam inathibitisha haki za wanawake na Islam inaheshimu wanawake zaidi kuliko wengine. Basi msichana yeyote ambaye ni mwanajumuiya au kijana ambaye ni mwanajumuiya, yeye asione kwamba yeye amefedheheshwa. Sisi tunalazimika kuleta dunia upande wa Mwenyezi Mungu na sehemu ya amani. Polepole dunia itahisi na itajua kwamba bila kuwa na hii hakuna njia yoyote ingine. Yani lazima wafuate mafundisho yote ya dini tukufu ya Islam. Mwenyezi Mungu baada ya kuamuru wanaume kwamba wao wainamishe macho yao na waheshimu wanawake, kisha baadaye wanawake walipewa amri kwamba nyinyi pia mnalazimika kuinamisha macho yenu. Na namna gani mnaweza kuwa hijabu na mnalazimika kufanya hijabu kwa nani na nani? Ikiwa nyinyi mnafuata mambo haya, basi mtafaulu. Hatimaye Mwenyezi Mungu alisema hijabu na haya ni dalili ya ufaulu wenu, na kwa sababu ya hii akhira na dunia yenu itaboreka. Hatimaye akasema walikulli lmuminati yaghzuzna min absarihinna wayahfadhna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha walyazribna bikhumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna aw abaihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna aw nisaihinna wa ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijali aw at-tifl allati lam yazharu ala awrat an-nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila allahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yani waambie wanawake waaminio kwamba wainamishe macho yao na walinde tupu zao na wasidhihirishe uzuri wao.
isipokuwa unaonekana wenyewe, na wao waangushe shungi zao, wasidhihirishe uzuri wao isipokuwa kwa ajili ya waume zao, kwa ajili ya baba zao, kwa ajili ya watoto wao, na kwa ajili ya watoto wa waume zao, kwa ajili ya ndugu zao, kwa watoto wa ndugu zao, ya kwa ajili ya baba za waume zao, au kwa ajili ya watoto wa ndugu zao, au kwa ajili ya watoto wa dada zao, au kwa ajili ya watumishi ambao hawana haja ya kukutana na wanawake. Wanawake wasitembee ardhini kwa ajili ya kuonyesha uzuri wao. Enyi waaminio, nyinyi nyote muiname mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutubu ili mufaulu. Kwa sababu ya kuinamisha macho, heshima ya mwanamke itahakikisha heshima yake itaimarika zaidi. Katika nchi za maendeleo madhumuni ya hijabu imebadilika. Ikiwa msichana na kijana wanaingiliana kwa hiari yao, haiitwi kwamba ni zina, lakini ikiwa hiari yao haipatikani inaitwa zina. Hali hii inapopatikana, katika hali hii mwaminio anatakiwa awafanye maombi sana ili aweze kuipakana na hali ile. Wale wanaoleta shutuma dhidi ya Islam wanasema kwamba kwa kumlazimisha mwanamke awae hijabu, kwa kufanya hivi haki zake zimenyang'anywa. Na kwa sababu ya hii wasichana ambao hawakukomaa katika mawazo na wao wanapata athiri. Kuwa hijabu si maana yake kwamba mwanamke amepelekwa gerezani. Mwanamke analazimika kuhakikisha haya yake. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam anasema siku hizi watu wanashambulia hijabu ya wanawake, lakini hawa watu hawajui hijabu ya Islam maana yake si gereza wala jela, bali ni kizuizi kimewekwa ili wanaume wasiweze kuwaona wanawake. Hijabu itakapopatikana wao hawatapotea. Mtu anaweza kusema kwamba mahali ambapo wanawake na wanaume wanakuwa pamoja, namna gani wanaweza kupotea? Baadhi wakati taarifa imepatikana kwamba mataifa haya hawaoni kwamba ni aibu ikiwa wanawake na wanaume wanakuwa pamoja katika nyumba moja. Kwa ajili ya kuzuia tabia hii, Islam hairuhusu kwamba tufanye mambo ambayo yanaweza kuwapoteza wengine. Islam inasema ikiwa mwanamume na mwanamke wanakuwa pamoja sehemu moja, watatu wanakuwa shetani. Sasa angalieni matokeo yanayopatikana kwa sababu ya tabia hii katika Ulaya. Wanawake wanaishi maisha mabaya kwa sababu ya hali hii ya dunia. Ikiwa mtu hajilindi, basi katika hali hii maovu yatapatikana. Islam inasema kwamba wanawake na wanaume wasikae pamoja. Kwa sababu ya hii Islam imelinda heshima ya mwanamke. Katika Ulaya hali imekuwa mbaya sana. Kisha Sayyidina Alayhi Wasallam amesema namna gani hijabu inatakiwa itumiwe. Mwenyezi Mungu anasema uwaambie waaminio kwamba
wanawake kwamba wao wasiwaone wanaume na wao wasisikie sauti ambayo inaweza kuhimiza juu ya dhambi, na wao watumie shungi zao hivi kwamba wafunike kichwa na masikio na kifua chao kifunikwe, na wao wasipige miguu yao ardhini ambayo inadhihirisha uzuri wao. Hazur anasema kwamba hapa niweke wazi kwamba wanawake wengine wanaleta swali kwamba sisi tunafanya makeup, ikiwa sisi tunafunika uso wetu, basi katika hali hii makeup yetu inaharibika, namna gani tufanye hijabu? Hazur anasema kwamba ikiwa wao hawafanyi makeup, basi hii ni sehemu ya hijabu, lakini ikiwa wanafanya makeup lazima wafunike uso wao. Lakini inatakiwa ifikiriwe kwamba kwa kufuata mafundisho ya Mwenyezi Mungu tunalazimika kuficha uzuri wetu au tunalazimika kuonyesha uzuri wetu, na mahali ambapo wanatakiwa waonyeshe uzuri wao maelezo yake yameelezwa ndani ya Qur'an tukufu kwamba ni kina mama na kina baba na watoto wao, na vile vile kuna jamaa zingine ya hawa wanawake wanaweza kufanya makeup mbele ya hawa, lakini zaidi ya hawa hawaruhusiwi kuonyesha uzuri wao wengine. Na Mwenyezi Mungu ameeleza vizuri watu ambao mbele yao wanawake wanaweza kuonyesha uzuri wao, lakini kuna uzuri mwingine hawawezi kuficha, kama ni urefu na vile vile maumbile ya mwanamke. Lakini nyumbani pia wanatakiwa wao wawae mavazi ambayo ni mazuri. Kwa hivyo hijabu hii ni lazima kwa ajili ya jamaa wa karibu. Hazur nasema nataka kuambia mubashiri na wake zao pia kwamba wao pia wawe waangalifu sana, kwa sababu watu wanazingatia mfano wao, na mke wa mbashiri pia anakuwa mbashiri. Kwa hiyo yeye anatakiwa awe na mfano mzuri kwa ajili ya wengine. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba wanaume wetu na wanawake wetu pia waweze kufuata haya na dini katika maisha yao, na sisi sote tuweze kufuata mafundisho yote ya dini tukufu ya Islam. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.